Mambo vipi? Kwenye video hii nitakutajia biashara 7 ambazo unaweza ukazifanya pasipokuwa hata na frame. Biashara, watu huwa wanaamini kwamba lazima upate frame ukae sehemu panapoonekana ndio uweze kuuza. Lakini kuna biashara nyingine hazikuhitaji uwe na frame, kwa sababu uking'ang'ania kuwa na frame utaongeza gharama za ziada ambazo zitakuumiza mwisho wa siku. Hizi biashara nitakazokutajia, biashara 7, unaweza ukazifanyia hata mazingira ya nyumbani. Biashara ya kwanza kabisa ni kuuza mitumba. Utachukua bero na mitumba grade 1 na mwisho wa siku unaanza kujitangaza mtandaoni. Kama ukiona mtandaoni kugumu, basi tembeza kwenye majumba ya watu, mwisho wa siku unauza. Na mtaji unaohitajika hapa ni kama shilingi 600 hivi. Kwa hiyo na 600 unaona pengine bado hauna gharama za kumudu frame, basi unaweza ukaanza kufanya hii biashara ya kuuza mitumba. Biashara namba 2 ni biashara ya mamalishe. Kwenye hii biashara ya mamalishe utakuwa unafanya kitu kimoja, ni unapika nyumbani chakula chako kitamu, kama ni kande, kama ni wali, kama ni ugali, unapita maofisini unachukua oda, au unapita maeneo ambayo watu wanafanya biashara unachukua oda. Kwa bwana, unakuwa unapeleka chakula kila itwapo leo, unapita kwenye vijio vya bodaboda unachukua oda. Hii ni biashara namba 2 ambayo unaweza kufanya bila frame. Biashara namba 3 ambayo unaweza kufanya bila frame ni kuuza juisi. Usiseme hauna mishe unayo. Tafuta mtaji wa 700, anza hii biashara. Kwenye mtaji wa 700 unaweza kupata friji hata 400, ukapata blender ya 100, na hiyo inayobakia ikabakia kama mtaji wa kununua vikorokoro vingine, kama ni packages, kama ni matunda kuanzia, unafanya mkaa nyumbani, na yenyewe ni vile vile unapita maofisini, au unaamua kutembeza mtandao, au unaamua kutembeza mtaani, unauza juisi yako madukani wapi, kwa siku ile juisi inauzika. Kwa hiyo tafuta mtaji wa 700 kisha anza kufanya biashara. Ni biashara nzuri sana ambayo wengi wanaweza lao, lakini kwa siku inaweza kukuingizia hata shilingi 20,000. Biashara namba 4, biashara ya usafi, tunasema cleaning services. Unajua watu wengi wako busy na kazi, kwa hiyo muda wa kupata kusema atoe zile sofa asafishwe vunguni, au pengine sijui akaanza kutoa mabuibui, au nje ya nyumba aanze kufyeka, sijui kufanya nini, kusembua, inakuwa kwake vigumu. Basi wewe unaweza kuanzisha hiyo biashara, na ukiwa na mtaji wa milioni 1,500,000 nafaa zaidi, kwa sababu kwenye milioni 1,500,000 utapata vifaa vya kununua vya kuanzia ambavyo vitakuwa vinadili na usafi. Biashara namba 5 ni printing, hasa printing ya mifuko. Kwa hiyo kwenye printing ya mifuko, wewe unachofanya ni kujitangaza mtandaoni. Ukijitangaza mtandaoni utaanza kupokea oda. Hatuongei maigizo. Unaona hii mifuko hii? Hii ni baadhi tu ya mifuko ambayo iko plain. Kwa hiyo mimi nikipokea order tu ya wateja na print nikiwa nyumbani na nawapelekea mahali alipo, hainihitaji mimi kuwa na ofisi. Kwa hiyo na wewe in case unataka kufanya biashara hii ya kuprint mifuko au print t-shirt ukiwa umerelax nyumbani, basi jifunze kujitangaza mtandaoni, lakini pia pita madukani omba tena kwa wateja. Kama haujui kuprint, basi unaweza kuwasiliana na mimi kwenye namba inayoonekana kwenye screen yako hapo, nitakufundisha na wewe ukaanza. Biashara namba 6 ambayo unaweza kaifanya pasipokuwa na frame ni ushonaji wa nguo. Kama wewe ni designer, unajua kucheza na cherehani, basi shona pieces zako chache, au chukua design mbalimbali ambazo unajua unaweza kuzishona, zitangaze mitandaoni. Mtu atakapohitaji, kama yuko mbali, unataka kutumia vipimo vyake, kwa unashona, unafanya delivery. Biashara namba 7 ambayo unaweza kufanya ukiwa nyumbani hauna frame ni biashara ya delivery. Na delivery ninazungumzia hapa ni delivery ile ya bidhaa ndogo ndogo. Kuna mtu anauza suji pipi, anafunga kwenye box ya scale, anapitisha duka hili, au pengine anauza zile karanga za kusaga, anapitisha duka hili, au pengine miswaki anakuja na mingi kwenye box. Kwa hiyo hivyo ni jinsi ambavyo watu wanaishi mjini, wanafanya delivery. Haihitaji wewe kuwa na ofisi kwamba watu wafike pale. Niambie kwenye comment ni biashara gani nyingine ambayo unadhani unaweza ukaifanya ukiwa mazingira ya nyumbani, au unaweza ukaifanya ukiwa hauna frame. Tukutana wakati mwingine na video nyingine tena. Asante.